hasira ambazo zimejengeka ndani ya mioyo ya watu. Kuna sumu imejengeka, na ile sumu tumeendelea kama serikali ama viongozi wa serikali ya taifa la Tanzania tumeendelea kuipuuza. Tunaona watu wanaongea huku chini, hatujali vile wanavyoviongea. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, kwa nini nyinyi viongozi mfunge comments? Ukitaka kujua kwamba hapa kuna shida ipo, fungua comment kama kiongozi wa kiserikali wa taifa hili, yeyote iwe mbunge iwe nani. Kwa nini mnafunga comment viongozi wa serikali? Mimi ninauliza swali tu, kama kweli hapa Tanzania hakuna tatizo linaloendelea kwa wananchi, mimi nawauliza wananchi, viongozi wa Tanzania walioko kwenye serikali wote, kuanzia madiwani, kuanzia wabunge, kwenda kwa mawaziri, kwenda kwa watu mbalimbali, kama hamjagundua kwamba kama hakuna tatizo kwenye taifa hili, kuna amani, hakuna manunguniko kwa wananchi mnaowaongoza, kwa nini mnapoposti kitu kwenye mitandao ya kijamii mnafunga komenti? Halafu mnakuja kusema hakuna shida, tuko sawa sawa tu, yani mambo yako safi kabisa, tunakubalika, tuko sawa sawa. Swali tunajiuliza swali tu kwamba ni kwa nini mnafunga comment? Hivi ni kweli kwamba comment kweli, katika comment labda 1000 watu 999 au 900 wote wawe wabaya au wawe wametumwa na chama fulani kwenye akaunti yako tu, kwamba ambao wanakuaccept wewe, wanakukubali wewe, yani wawe ni watu 100 tu katika watu 900. Hasa niwaambie, nchi nzima ambao hawajaona hata kuingia kwenye komenti zako kwenye ndani yako, hawaja comment pale, wala ambao hawana uwezo wa kucomment. Sasa ina maana wewe ni mbaya katikati ya watu 900 wote? Yani unafurahiwa na watu 100 katika taifa kama kiongozi. Kwa nini unafunga comments halafu unasema hapa tuko sawa sawa, wananchi hawa hawana shida? Ukitaka kugundua wewe kama kiongozi wa serikali, pima wakati ambapo unapoposti yoyote yenye kujenga, yenye kuwafahamisha mambo yanayoendelea katika taifa, mambo mema, halafu pima zile comment, utagundua kuna shida. Mioyo ya Watanzania kuna shida, imejeruhiwa. Pima kama kiongozi comment zako zote zile, kwa sababu wale ambao unakuta wana comment ni wale wa chama chako, ni wale wa karibu yako, na unaona kabisa walio comment wote, ili utake kujua walio comment wote unakuta wameweka nembo za chama chako, ndio wanao kuaccept. Lakini kwa sehemu kubwa wanao comment hapo wanakataa, wanapingana na wewe, wana comment tofauti na wewe, ni wananchi wa kawaida. Sasa kama kiongozi wa Tanzania wa serikali, iwe polisi, iwe mbunge, iwe waziri, iwe rais, iwe popote pale, pima kujua taifa lako unaowaongoza wana tatizo gani. Kwa nini unapoposti watu wana comment vibaya? Sasa umeshagundua hivyo, sasa kwa nini nyinyi viongozi wa serikali mnafunga comments? Kama kweli Tanzania hii watu wana amani, watu wanawakubali, hivi unafikiri kwamba watu sisi tuliopo kwenye mitandao ya kijamii, ukitaka kugundua hiki kitu kimewakera wananchi, huwa tunaona kwenye comments. Kama kweli wewe umewafurahisha, umewagusa wananchi, yani hauhitaji kuandika hata vitu vingi, utashangaa tu vile ambavyo watu wanavyokuelewa kwenye comments. Kama kweli unawatendea vizuri wale watu ambao unawahudumia, jipima kwenye kile unachokiposti. Sasa umeshagundua hivyo, nini kinachokufanya wewe ufunge hizo comments? Kwa nini nyinyi ambao ni viongozi kwenye vyama fulani fulani, kwenye video fulani fulani, kama mnasema Tanzania hii kuna amani ya ajabu, kwa nini mnafunga comment? Hili ni swali tu ambalo nataka niwaulize nyinyi. Kwa nini unafunga comment? Maana yake hapo kuna tatizo kwenye mioyo ya Watanzania kubwa, na hilo tatizo halijatatuliwa. Kuna manunguniko kwa wale unaowaongoza, haujawasikiliza. Kuna changamoto ambayo umewasababishia, kuna manunguniko. Ndio maana wamefikia hatua hawana uoga tena kwenye komenti zako, kwenye channel yako, iwe kwenye peji yako, wanaongea wanavyoweza, wanatoa sumu, kwa sababu kama wakijitokeza wanaweza ukawafanyia kitu kibaya. Sasa ndio maana unakuta wananchi wengi imefikia hatua wanatumia simu zao kupitia peji yako, unachokipost wanakukashi, wanakucomment vibaya. Pima hicho, utagundua kwamba viongozi wa serikali mna jukumu la kujitafakari.
kwamba kwa wananchi katika taifa hili la Tanzania wana maumivu bado, lakini nyinyi mko bize huko, mko bize na ujenzi wa kitu fulani, mko bize na ujenzi wa jambo fulani. Wananchi wana maumivu bado. Hauwezi ukafunika majeraha, bado wana vidonda. Vile vidonda hata kama vitapoa tu kama kuvilimbikiza, taifa halitaweza kwenda huko, litakuwa bado lina majeraha. Ninazungumza na viongozi wa serikali. Mimi ni mpatanishi, mimi ni mtumishi, ni sauti ya mtu aliye nyikani. Nazungumza na viongozi wa serikali. Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hadi pale ambapo ulipo unaponitazama katika bara la Ulaya, bara Afrika, mimi ni mtumwa wako Mwinjilisti Pascal Cassian. Natamani sana tupate kuomba ili twende moja kwa moja katika somo letu ambalo nimetamani sana niseme na watu mbalimbali na kujifunza zaidi. Funika macho yako tupate kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa nafasi hii. Nitumie tena kama chombo chako ninapoenda kusema na watu wako. Nivuvie kwa Roho yako Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Katika Mhubiri 8 na ule mstari wa 11. Biblia inasema hivi: hukumu isipotendeka upesi, mioyo ya wanadamu hujazwa kufanya mabaya. Narudia tena. Hukumu isipotendeka upesi, mioyo ya wanadamu hujazwa kufanya mabaya. Hukumu maana yake ni nini? Hii ina maana watu wanapohisi maumivu yao hayajaliwi, hakuna mtu anayeyajali yale maumivu, imani yao kwa mfumo hupungua, hasira hukua ndani kwa ndani, mgawanyiko huanza, ukimya kimya. Wanadamu wana tabia ya kuchoka, wana tabia ya kuvumilia na kuchoka. Ambaye huwa achoki ni Mungu wa mbinguni. Anasema hukumu inapocheleweshwa, maana yake suruhu inapokawia, watu huanza kujenga hasira ndani kwa ndani, na ile hasira inazaa mabaya. Kwa hiyo ikiwa kama uko mahala unaona kuna tatizo limetokea na wewe ndiyo msuluhishaji, wewe ndio wa kulitatua tatizo hilo, lakini umekawiza, umeendelea kupuuza, unajua kabisa kwamba hujafanya vizuri kwa watu fulani, kundi fulani, wananchi fulani, lakini umeshindwa kuchukua hatua ya kutafuta suluhu, umeendelea kuwapuuza wale watu, umeendelea kumpuuza yule mtu, pamoja na maumivu yale ambayo umemsababishia, pamoja na mateso yale ambayo umemsababishia. Wewe kama kiongozi, kwa nafasi ambayo Mungu amekupa na zamana ambayo Mungu amekupa, kupitia wananchi, kupitia watu mbalimbali unaowaongoza, umeona umefanya mistake mahala fulani, ukawaumiza wananchi wako au ukawaumiza watu wa ofisini kwako unaowaongoza na kuwasimamia. Sasa haujali maumivu yao, unaendelea kufanya vitu vingine, na wanakuona uko bize kabisa kuendesha vitu vingine, uko bize kwao. Wanadamu wana tabia ya kuchoka, wanaweza kunyamaza kimya, lakini maumivu yao yanakuwa ni makali, yanajengeka ndani kwa ndani, na matokeo yake yale maumivu yanazaa mabaya, yanazaa kujenga vitu vibaya, yanazaa ugaidi. Kwa hiyo sisi tumezungumza sana katika taifa la Tanzania. Tanzania hii inayo watumishi wa Mungu wengi. Tanzania hii inao mapadri wengi. Tanzania hii inao watu mbalimbali wacha Mungu wenye hekima na wazee pia. Na baada ya mchafuko wa hii nchi, mambo yamegeuka, yamekuwa kama ya Kimbali kule, yamekuwa kama ya Rwanda pale. Watu wameuawa, wananchi wameuawa. Sasa watu wamepiga kelele kabla ya watu kuuawa, wakionya serikali ya Tanzania, wakionya viongozi wa Tanzania ya kwamba tufanye hivi tusiingie hapa, twende hapa tufanye hivi tusiingie hapa. Matokeo yake ilikuwa kwamba wale viongozi wanakosea, wakaonekana viongozi wanachochea, wakaonekana viongozi hawatendi sawasawa, wanaichukia serikali, wanaipiga vita serikali. Ndiyo yale yaliyojitokeza tarehe 29. Sasa ninazungumzia habari ya hasira ambazo zimejengeka ndani ya mioyo ya watu. Kuna sumu imejengeka,
na ile sumu tumeendelea kama serikali ama viongozi wa serikali ya taifa la Tanzania tumeendelea kuipuuza. Tunaona watu wanaongea huku chini, hatujali vile wanavyoviongea. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, kwa nini nyinyi viongozi mfunge comments? Ukitaka kujua kwamba hapa kuna shida ipo, fungua comment kama kiongozi wa kiserikali wa taifa hili, yeyote iwe mbunge iwe nani. Kwa nini mnafunga comment viongozi wa serikali? Mimi ninauliza swali tu, kama kweli hapa Tanzania hakuna tatizo linaloendelea kwa wananchi, mimi nawauliza wananchi, viongozi wa Tanzania walioko kwenye serikali wote, kuanzia madiwani, kuanzia wabunge, kwenda kwa mawaziri, kwenda kwa watu mbalimbali, kama hamjagundua kwamba kama hakuna tatizo kwenye taifa hili, kuna amani, hakuna manunguniko kwa wananchi mnaowaongoza, kwa nini mnapoposti kitu kwenye mitandao ya kijamii mnafunga komenti? Halafu mnakuja kusema hakuna shida, tuko sawa sawa tu, yani mambo yako safi kabisa, tunakubalika, tuko sawa sawa. Swali tunajiuliza swali tu kwamba ni kwa nini mnafunga comment? Hivi ni kweli kwamba comment kweli, katika comment labda 1000 watu 999 au 900 wote wawe wabaya au wawe wametumwa na chama fulani kwenye akaunti yako tu, kwamba ambao wanakuaccept wewe, wanakukubali wewe, yani wawe ni watu 100 tu katika watu 900. Hasa niwaambie, nchi nzima ambao hawajaona hata kuingia kwenye comment zako kwenye ndani yako, hawaja comment pale, wala ambao hawana uwezo wa kucomment. Sasa ina maana wewe ni mbaya katikati ya watu 900 wote, yani unafurahiwa na watu 100 katika taifa kama kiongozi. Kwa nini unafunga comments halafu unasema hapa tuko sawa sawa, wananchi hawa hawana shida? Ukitaka kugundua wewe kama kiongozi wa serikali, pima wakati ambapo unapoposti yoyote yenye kujenga, yenye kuwafahamisha mambo yanayoendelea katika taifa, mambo mema, halafu pima zile comment, utagundua kuna shida. Mioyo ya Watanzania kuna shida, imejeruhiwa. Pima kama kiongozi comment zako zote zile, kwa sababu wale ambao unakuta wana comment ni wale wa chama chako, ni wale wa karibu yako, na unaona kabisa walio comment wote, ili utake kujua walio comment wote unakuta wameweka nembo za chama chako, ndio wanao kuaccept. Lakini kwa sehemu kubwa wanao comment hapo wanakataa, wanapingana na wewe, wana comment tofauti na wewe, ni wananchi wa kawaida. Sasa kama kiongozi wa Tanzania wa serikali, iwe polisi, iwe mbunge, iwe waziri, iwe rais, iwe popote pale, pima kujua taifa lako unaowaongoza wana tatizo gani. Kwa nini unapoposti watu wana comment vibaya? Sasa umeshagundua hivyo, sasa kwa nini nyinyi viongozi wa serikali mnafunga comments? Kama kweli Tanzania hii watu wana amani, watu wanawakubali, hivi unafikiri kwamba watu sisi tuliopo kwenye mitandao ya kijamii, ukitaka kugundua hiki kitu kimewakera wananchi, huwa tunaona kwenye comments. Kama kweli wewe umewafurahisha, umewagusa wananchi, yani hauhitaji kuandika hata vitu vingi, utashangaa tu vile ambavyo watu wanavyokuelewa kwenye comments. Kama kweli unawatendea vizuri wale watu ambao unawahudumia, jipima kwenye kile unachokiposti. Sasa umeshagundua hivyo, nini kinachokufanya wewe ufunge hizo comments? Kwa nini ninyi ambao ni viongozi kwenye vyama fulani fulani, kwenye video fulani fulani, kama mnasema Tanzania hii kuna amani ya ajabu, kwa nini mnafunga comment? Hili ni swali tu ambalo nataka niwaulize nyinyi. Kwa nini unafunga comment? Maana yake hapo kuna tatizo kwenye mioyo ya Watanzania 100% kubwa, na hilo tatizo halijatatuliwa. Kuna manunguniko kwa wale unaowaongoza, haujawasikiliza. Kuna changamoto ambayo umewasababishia, kuna manunguniko. Ndio maana wamefikia hatua hawana uoga tena kwenye komenti zako, kwenye channel yako, iwe kwenye peji yako, wanaongea wanavyoweza, wanatoa sumu, kwa sababu kama wakijitokeza wanaweza ukawafanyia kitu kibaya. Sasa ndio maana unakuta wananchi wengi imefikia hatua wanatumia simu zao kupitia peji yako, unachokipost wanakucrash, wanakucomment vibaya. Pima hicho, utagundua kwamba viongozi wa serikali mna jukumu la kujitafakari kwamba kwa wananchi katika taifa hili la Tanzania wana maumivu bado.
lakini nyinyi mko bize huko, mko bize na ujenzi wa kitu fulani, mko bize na ujenzi wa jambo fulani. Wananchi wana maumivu bado. Hauwezi ukafunika majeraha, bado wana vidonda. Vile vidonda hata kama vitapoa tu kama kuvilimbikiza. Taifa halitaweza kwenda huko, litakuwa bado lina majeraha. Ninazungumza na viongozi wa serikali. Sisi kama watumishi wa Mungu hatuzungumzi kwa nia ya kuchochea chochote. Tunakuonyesheni sisi ambao sauti zetu ni za kawaida, tunapopata nafasi ya kuzungumza. Hapa katikati mimi nilikuwa sizungumze masuala ya serikali, masuala ya siasa, masuala ya ondoka, sijui masuala nini. Nilikuwa nimenyamaza kimya kwa sababu unasikiliza Mungu anasema nini. Ndio maana naanza kuzungumza tena. Ninarudia tena kupitia hekima ya Biblia. Taifa hili ili likae kwenye uweledi wake, ili liwe salama, tujifunze kuvichunguza vitabu vitakatifu, tusivipuuze na tuwasikilize watumishi wa Mungu. Kuna mambo nayazungumza kwa kulipenda taifa hili lisiingie kwenye migogoro na watoto wetu na vizazi vyetu vikaharibika. Kadri siku tunavyowapuuza watu wa Mungu, tunavyowanyamazisha watu wa Mungu, tunavyowanyamazisha watumishi kama viongozi wa serikali, ndivyo taifa hili litazidi kuingia kwenye mabaya na mabaya na mabaya. Kadri tunavyowanyamazisha watumishi wa Mungu, tunavyowanyamazisha watu, na wahakikishia taifa hili litazidi kudidimia pabaya, litazidi kudidimia penye shida. Waumini watanyamaza, mapadri watanyamaza, wachungaji mnawanyamazisha, mashehe watanyamaza, watu mbalimbali watanyamaza, wanaopigana kiroho na kulishauri taifa hili kupitia hata maandiko matakatifu, kupitia sauti ya Mungu. Kama wananyamazishwa hivi, kuna madhara yatatokea. Biblia inazungumza hivi, hukumu isipotendeka upesi, hukumu, suluhisho. Kama kwa wananchi wameendelea kupiga kelele, serikali mmenyamaza, mnapuuza, hamjali yale wanayoyapigia kelele. Biblia inazungumza nini? Inasema hivi, Mhubiri 8:11, hekima ya Sulemani inazungumza, hukumu isipotendeka upesi, kwa haraka, suluhisho. Kama serikali isipotatua kwa wananchi, isipowasikiliza na kuwatafutia suluhisho, wakaendelea kunung'unika miezi, miaka, mwaka unaenda, ukazani unavusha siku, wanatengeneza nini ndani ya mioyo yao? Mioyo ya wanadamu hujazwa kufanya mabaya. Ndipo sasa nini kinatokea kwenye taifa? Kunatokea mgawanyiko, kunatokea vikundi vinaanza kutendeka kwenye taifa. Hasira zitaanza kutokea kwa wananchi kwa sababu hamuwasikilizi. Sisi tunaongea kama watumishi wa Mungu. Hasira zitatokea kwa wananchi, na hao wananchi kwa sababu si mnawanyamazisha, kwa sababu si hamwasikilizi, watagawanyika makundi. Ndivyo Biblia inasema. Watajitengenezea hasira, wataanza kutengeneza mabaya. Hayo mabaya Biblia inazungumza nini? Ni kugawanya makundi yasiyokuwa na msingi kwenye taifa. Utakuta kuna watu wanaanza kuanza kutenda mabaya, na watu katika taifa hili wataogopa kuingia kwenye jeshi la polisi, wataogopa kujiunga kwenye jeshi. Kwa nini? Maana jeshini ni kuwajibika kuanza kupambana na vikundi kila siku kama nchi zingine. Unajua jeshi katika nchi ya Tanzania au katika nchi zozote zile ambazo zina amani, zile nchi ambazo zina amani, yani mara nyingi watu wanatafuta kuingia katika nini? Katika majeshi ya polisi. Watu wanatafuta hizo kazi, wanatafuta kwenda jeshini. Lakini kwa sasa hivi, baada ya taifa litakapokuwa kwenye mchafuko, kwa sababu kazi ya jeshi itakuwa ngumu, muda wote watu watahitajika kwenda kwenye mapambano, maana taifa litagawanyika vikundi, na hivyo vikundi vitakuwa na madhara makubwa sana. Ndivyo Biblia inavyosema, hukumu isipotendeka upesi, mioyo ya wanadamu hujazwa kufanya mabaya, hujazwa kufanya mabaya. Maana yake kuna mambo mawili hapa: imani yao kwa mfumo hupungua, hasira hukua ndani kwa ndani, mgawanyiko huanza kimya. Sasa tulikuwa na taifa ambalo linanena neno moja, lakini ukiangalia sasa hivi hakuna, yani hii kitu haipingiki. Tayari sasa hivi kunatokea vikundi, mgawanyiko taratibu, taifa linapasuka taratibu. Kuna vikundi vinaibuka, ni kama utani, lakini kunajengeka kitu kwenye mioyo ya Watanzania. Wananchi vijana wanajaza sumu, ugaidi unaandaliwa kimya kwenye mioyo ya watu. Unajua sasa hivi kifo hakitishi Tanzania tena, wananchi hawatishiki tena na kifo. Mimi nawaambia serikali lazima muelewe,
Vijana tena hawaogopi tena kifo, kwa sababu tayari wameandaliwa na taarifa zinazotokea. Kuna mtu ameuawa, kuna mtu amekatwakatwa mapanga, kuna mtu amechinjwa, kuna mtu amefanyaje. Ile saikolojia inawaandaa vijana na watu mbalimbali kukabiliana na kifo. Wako tayari kukabiliana na kifo, kwa hiyo hawatishiki tena. Kwa hiyo tayari kunaanza kugawanyika makundi ambayo yatasababisha watu watende mabaya katika taifa, pasipo kuchukua jukumu la viongozi wa serikali kusikiliza wananchi wanasema nini. Haya ndiyo yatatokea. Tunaongea kama watumishi wa Mungu kwa tahadhari, yatakuja kutokea mambo makubwa sana. Kwa jukumu la serikali ni kusikiliza manung'uniko, sosi, sio kufunga comments. Ninyi mnadhania kwamba mnapofunga comment mmetibu tatizo. Unakuta kiongozi kabisa mkubwa wa serikali anafunga comment. Unakwenda unafunga comment. Pima kinachoongelewa pale kuna nini. Usifunge comment ili ujue watu wananung'unika nini. Na mkumbuka Rais Magufuli alikuwa anakwenda kule kusikiliza hoja za wananchi na viongozi wengine ambao walikuwa wanaambatana nao na maaskari na walinzi walipokuwa wanawazuia wale watu wasiongee chochote. Magufuli alikuwa anasema acheni watu waongee. Huo ndio uongozi sahihi wa hekima kuliongoza taifa. Kwa nini Magufuli aliweza kuitawala nchi hii na kuifanya yani ikawa kwenye utulivu na watu wakaishi kwa kuheshimiana? Kwa sababu alikuwa anasikiliza watu hoja zao, pasipo kujali huyu ana cheo, pasipo kujali huyu ni namna gani. Wote walisikilizwa na rais hadharani. Kwa hiyo Biblia inatupa maonyo kama taifa, kama watu wa nyakati hizi tunazoishi. Serikali isipokuwa na hekima katika huu muda, namna ya kuongoza taifa, serikali yoyote katika nchi yoyote, madhara yake yanatokea ndio haya. Lakini nimalizie kwa ushauri huu. Taifa haliwezi kujengwa juu ya hofu. Taifa haliwezi kuunganishwa kwa amri ya ukimya. Haki na msamaha. Ukweli huleta mwanga, haki huleta imani, msamaha huleta uponyaji. Kwa hiyo tusishughulike kuhangaika kufunga comments na kunyamazisha wananchi. Hizi ndizo sumu mlizoziona hapa. Tumeona sumu ambazo zimetendeka hapa. Sumu, watu wanaongea, unawanyamazisha ndio wanaongea, wakipata nafasi wanaongea, wana sumu, wako ndani, pasipo kuchukua jukumu la kuwasikiliza. Kutamka kiongozi aseme sasa zungumzeni, au kuwaita mahala zungumzeni, acha watu waseme, wapumue, utaona. Nichukue nafasi kusema ili taifa letu na vizazi vyetu vijavyo tuchukue jukumu la kuleta suluhisho kwa kuwasikiliza wananchi. Hata kiongozi awe mchungaji awe nani, asipowasikiliza waumini wake wanasema nini, akasema yeye kwa sababu ni mchungaji amesema, hilo kanisa litaenda vibaya, litamshinda. Kwa hiyo mimi kama mtumishi wa Mungu bado ninatoa ushauri kwa viongozi wanaonisikiliza hapa chini. Mimi ninaipenda Tanzania, ninawaombea viongozi, turudi kwenye kuwasikiliza wananchi. Turudi kwenye kuwasikiliza wananchi. Tusipowasikiliza, anguko litakuja mbele ya vizazi. Tukisema nyamazeni, tusiongelee yaliyopita, uwezi ukafunika kidonda. Siku zitaenda, lakini kutatibuka tu, kwa sababu si unatunza vidonda, haujaviponya vile vidonda vikaisha. Tukumbuke pale Rwanda walichokifanya katika mauaji ya kimbali pale, migogoro inavyotatuliwa kwa hekima. Kama kuna makosa, kubali makosa, usiendelee kugangamara mbele ya watu ambao wamekuweka hapo. Utaua, utachinja, utateka, utafanya chochote, lakini hautaweza kuwamaliza. Wataibuka, huyu ataibuka, na utamchinja, na utamchinja, na utamuua, wataibuka tu. Sikilizeni hoja za wananchi. Kiongozi mzuri anayesikiliza wasemacho wananchi wake, na kama mnawazuia, kuna mambo yatazaliwa. Ndiyo Biblia inasema itagawanyika. Nikutakie neema na baraka za Yesu Kristo wa Nazareti.